Hujambo na karibu katika rubaza ya kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadh Rashidi. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Said Ali Khamenei, amesema wito wa rais wa Marekani Donald Trump kwamba anataka kufanya mazungumzo na Iran si lolote bali ni jaribio la kuhadaa maoni ya umma duniani na kutaka kuonyesha kuwa Jamhuri ya Kiislamu ni upande ambao hauko tayari kutoa fursa nyingine kwa diplomasia. Ayatollah Ali Khamenei amesema hayo alipohutubia hadhara wanachuo mjini Tehran na kubainisha na nukuu, "Tulikaa kitako kwa miaka kadhaa na kujadiliana. Mtu huyu alitupilia mbali meza mazungumzo na kurarua hati za mazungumzo yaliyofikiwa, yaliyokamilishwa na yaliyotiwa saini." Kiongozi huyo mkuu wa Iran amehoji hata zaidi kuwa wakati tunajua kwamba yeye haheshimu makubaliano, kuna maana gani ya kufanya mazungumzo? Kwa hivyo wito wa mazungumzo na kuzungumza ili kujadiliana unalenga kuhadaa maoni ya watu duniani. Ayatollah Ali Khamenei amesema utawala wa Trump hauna nia kuondoa vikwazo ilivyoviweka dhidi ya Iran na kwamba mazungumzo yatafanya mashinikizo yawe mabaya zaidi kwa sababu Washington itaibua matakwa mengine mapya. Ikiwa madhumuni ya mazungumzo ni kuondoa vikwazo, mazungumzo na utawala huu wa Marekani hayataondoa vikwazo, yatavifanya vikwazo viwe vikali zaidi na kuongeza mashinikizo, amebainisha kiongozi huyo mkuu wa mapinduzi ya Iran. Akijibu madai ya nchi za magharibi kwamba Iran inataka kuunda silaha za nyuklia, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza Iran haitaki kutengeneza silaha za nyuklia na ameongeza kuwa kama ingechagua kufanya hivyo, sasa hivi ingekuwa tayari imeshaunda. Inasemwa kwamba hatutairuhusu Iran ipate silaha za nyuklia. Kama tungetaka kutengeneza silaha za nyuklia, Marekani isingeweza kutuzuia. Ukweli kwamba hatuna silaha za nyuklia na hatuhangaiki kuwa nazo ni kwa sababu sisi wenyewe hatuzitake kwa sababu maalum, ameeleza bayana kiongozi huyo wa mapinduzi ya Kiislamu. Akizungumzia vitisho vya Marekani vya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran, kiongozi huyo wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ameonya kwamba Iran imeshajiandaa kutoa jibu kali na ameongeza kuwa Marekani ndio itakayoumia zaidi katika makabiliano hayo. Kwa maoni yangu, kitisho hiki hakina mantiki kwa sababu vita au uvamizi wa kijeshi si swala la upande mmoja. Iran ina uwezo wa kujibu mapigo na bila shaka itakapolazimika itafanya mashambulizi ya kujibu mapigano. Na hata ninaamini kwamba ikiwa Marekani au mawakala wao watafanya kosa la kuchukua hatua yoyote, watapata hasara zaidi kuliko mtu mwingine yoyote, amesema Ayatollah Khamenei. Kuhusu swala la vikwazo, amebainisha kuwa hatua hizo zinapoteza athari zake hatua kwa hatua kwa sababu Iran imeshapata njia kuvizima. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu amesema na nukuu, "Baada ya kupita muda mrefu, wakati vikwazo vinavyopendekezwa kote duniani polepole hupoteza athari zake. Hata wao maafisa wa Marekani wenyewe wanakiri hilo. Wanakubali kwamba nchi inayowekewa vikwazo inaweza hatua kwa hatua kutafuta njia za kuzima athari ya vikwazo hivyo na kuvifanya vithiwe na taathira. Tumegundua njia nyingi kama hizo na tumezima athari za vikwazo katika maeneo mengi." Pamoja na hayo, Ayatollah Khamenei amesema changamoto nyingi za kiuchumi za Iran zinatokana na uzembe wa ndani na uendeshaji mbovu kuliko hata vikwazo vya nje. Na tukibakia huko nchini Iran, ni kuwa rais wa Iran Dr. Masoud Pezeshkian amekosoa vikali mwenendo wa utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani dhidi ya Iran na kueleza kuwa jamhuri hiyo ya Kiislamu sio Ukraine na katu haitofanya mazungumzo na Marekani katika mazingira ya vitisho au kulazimishwa. "Lazima tudumishe uhusiano na ulimwengu. Hatutaki kutengwa au kugombana na mtu yoyote, lakini hiyo haimaanishi kwamba tunainama kwa udhalili mbele ya mtu yoyote." Pezeshkian amesema hayo wakati wa mkutano wa jukwaa la wajasiriamali wa Iran mjini Tehran. Rais huyo wa Iran amesisitiza kuwa tunaweza kufa kwa heshima lakini hatutaishi kwa aibu. Pezeshkian amepinga vikali kile alichokitaja kama makataa ya mwisho kutoka kwa Trump, akirejelea barua iliyoripotiwa kutumwa kwa rais wa Marekani kwenda Iran. Barua hiyo pia inadaiwa kuitaka Teherani kusitisha mipango yake ya nyuklia na makombora na kuchukua hatua nyingine mkabala wa kuondolewa vikwazo. Haikubaliki kwa mtu kuja na kusema usifanye hivi, usifanye vile au vinginevyo. Sitakuja kujadiliana nawe. Nenda ukafanya chochote unachokitaka, Pezeshkian amesema. Hali kadhalika amemkosoa vikali Trump kwa kutomheshimu mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky, huku akimshinikiza afikirie makubaliano na Urusi. Hivi karibuni pia waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi amesema katu jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran haitofanya mazungumzo kuhusu mradi wake wa nishati ya nyuklia chini ya mashinikizo, kwani mazungumzo ni tofauti na utumiaji wa mabavu na vitisho. Mwisho wa rubaza za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadh Rashidi.